Leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi wa Dar es Salaam hapa katika eneo la Kisutu imesikiliza kesi mbili za mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu. Kesi hizo ambazo ya kwanza ilikuwa ni ile kesi ambayo anatuhumiwa kwamba anataka kufanya uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo aliyasema tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Na vile kesi ya pili inahusika na swala la kusema kwamba alichapisha taarifa ambazo si sahihi mtandaoni ambazo zinasema maneno mbalimbali kuhusiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kesi ya kwanza ilikuja chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga wa hapa Mahakama ya Dar es Salaam, Mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam. Na katika hoja hizo mambo ambayo yajitokeza ni kwamba leo kwa mara ya kwanza hii kesi mara ya pili mshtakiwa Tundu Antipas Lissu amekuwa mbele ya mahakama ya wazi. Mara ya kwanza ilikuwa mahakama ya wazi siku ile tarehe 10 ambapo alikuwa ameshtakiwa tarehe 10 ya mwezi wa 4. Baada ya hapo ikatokea sintofahamu ya kuzuia watu kutokuja mahakamani. Lakini leo kesi hii imesikilizwa katika mahakama ya wazi, bali kwamba kulikuwa na changamoto nyingi sana za kuweza kupata watu wengi kuweza kuingia mahakamani, lakini idadi ambayo ilijaza ukumbi mahakama ulijaa iliweza kushiriki. Sasa katika kesi hiyo kwamba upande wa serikali umesema kwamba unaendelea na upelelezi, bado upelelezi haujakamilika, hoja ambayo ilipingwa vikali sana na mawakili wa upande wa mshtakiwa. Na hapo kumbuke ni kesi ya uchunguzi wa awali kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Lakini hoja ya pili kwa ni kwamba ambayo iletwa na mahakimu wa utetezi, mawakili wa utetezi, ni kwamba ile mshtakiwa pale kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Mawakili wa utetezi tulipinga kwa nguvu zote kwamba anatakiwa, kuna ile dhana ya kwamba mtu anapoletwa mahakamani anatakiwa achukuliwe kama mtu asiyekuwa na hatia, na mwisho wa siku hakimu amekubaliana na sisi kwamba atakiwa anapokuwa kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari. Kwa hiyo angalau kujenga heshima ya mahakama, lakini amesema maagizo serikali au askari kufanya upelelezi namna gani wanaweza kuhakikisha usalama au kanuni gani zitaweza kuwaongoza kuhakikisha usalama unakuwepo, bali kwamba hata pale mshtakiwa anapokuwa yuko kizimbani. Kesi ya pili, kwa hiyo kesi hiyo baada ya hapo ikawa imeahirishwa hadi tarehe hakimu akatoa agizo kwamba siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 6 upande wa mashtaka uje na maelezo sahihi ya kuweza kueleza mahakama upelelezi umefikia wapi. Kwa hiyo tuko hapo, lakini baada ya hapo hakimu alituruhusu kuweza kukutana na mteja wetu kwa nusu saa, kwa sababu ni vigumu sana kwenda kule gerezani Ukonga na kuweza kukutana naye. Kwa hiyo tulipata nafasi ya kuweza kukutana na mteja wetu. Ilikuwa ni changamoto kuweza kuwaweka askari wa magereza watu wachie ile faragha ambayo tunahitaji kama mawakili na washtakiwa. Mshtakiwa anatakiwa kuwa nayo. Baada ya hapo kesi ya pili kaitwa ile ya kuchapisha taarifa za uongo. Basi ikawa kesi imesikizwa mbele ya hakimu mfawidhi Muhini, na yenyewe ni kwamba upande leo mshtakiwa amefanikiwa kusomewa maelezo ya awali. Amekubaliana tu na vitu viwili, swala tukuhusiana na majina yake na ni mkazi wa wapi, na kwamba alishikwa akaletwa kwamba kuna siku alishikwa akaja mahakamani, kwamba anashtakiwa kwa makosa ya matatu ya uchapishaji wa habari za uongo, lakini hoja nyingine 8 mshtakiwa amezikataa. Kwa hiyo kuna hoja mshtakiwa amesaini na mawakili wake, tumesaini maelezo kwamba kuna mambo ambayo yanakubalika ni mawili katika yale 10, kwa hiyo mambo 8 yanabishaniwa. Upande wa mashtaka umesema kwamba utakuwa na mashahidi wasipungua 15, lakini wataangalia uzito wa mashahidi hao. Lakini upande wa utetezi tukadai kwamba tupewe ile taarifa ya yule mlalamikaji ambaye alikwenda kulalamika kule polisi, ambaye tumeelezwa kwamba kuna mtu alikuwa anapitia kwenye mitandao akaona hizo taarifa ambazo zimechapishwa na Jambo TV na kwenye YouTube. Basi hakimu ameamrisha kwamba tupewe upande wa mshtakiwa apewe hiyo maelezo ya yule mlalamikaji. Kwa hiyo tunategemea upande wa mashtaka watatupatia hiyo taarifa mapema ili kuweza kutusaidia kuweza kujiandaa. Na mwisho wa siku hakimu upande wa utetezi, kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na nyaraka tutakazotumia pindi pale baada ya upelelezi. Upande wa mashtaka utakapomaliza kesi yake, na kama tutaonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna mashahidi wangapi. Leo shauri lilikuwa linakuja kwa ajili ya kwanza, shauri la kwanza lilikuwa na shauri la uchochezi ambalo lilikuwa linakuja kwa ajili ya kusikilizwa hoja za awali, ambao tumefanya masikilizano ya hoja za awali
ambavyo Mheshimiwa Lissu ameuliza mambo ambayo wanabishana na mambo ambayo hawabishani. Kwa hiyo shtaka hili linahusiana na kutoa taarifa ambazo sio za kweli, ni mashtaka matatu. Shtaka la kwanza linahusiana na kutoa taarifa juu ya rais kuingilia uchaguzi wa serikali za mitaa. Shtaka la pili linahusiana na taarifa za uongo ambazo wanatuhumiwa nazo kuhusiana na majaji kwenye kutenda haki, lakini shtaka jingine ambalo linahusiana na namna gani kama alitoa taarifa hizo kama ni za kweli au sio za kweli, kuhusiana na hivyo vitu vitatu ambavyo nimevieleza hapo awali. Kwa hiyo baada ya kesi kutajwa, Mheshimiwa Lissu alitoa hoja zake za awali na akakubali kuhusu personal particulars zake, vitu vyake binafsi, na kwamba alikamatwa na kushtakiwa mahakamani, lakini mambo mengine yote ameyakana kuhusika. Kwa hiyo taarifa ambazo zimetoka amesema zile taarifa ni za kweli. Hicho ndio kitu ambacho kimejitokeza. Kwa hiyo tarehe 2 mwezi wa 6 kesi inakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Upande wa uendesha mashtaka wamesema watakuwa na mashahidi 15 na vielelezo zaidi ya 9. Kwa hiyo tunategemea waanze kutoa ushahidi wao. Kwa hiyo tutegemee tarehe 6 mwezi wa 5 mashahidi kwanza kuja, lakini pia tutegemee mahakama, kitu kingine ambacho wametoa amri kupewa maelezo ya mlalamikaji. Kwa hiyo tutajua mlalamikaji ni nani, tutajua mashahidi hao wanaanza kutoa ushahidi ni nini, na sisi tutajipanga tujue mashahidi wetu ni wakina nani kwenye hili shauri. Okay. Kesi ya uhaini yenyewe inakuja tarehe 6, lakini na yenyewe sio kwa njia ya mtandao tena. Tarehe 2 mwezi wa 6. Na yenyewe sio kwa njia ya mtandao. Yenyewe inakuja kama ilivyo nyingine. Kwa hiyo masuala ya kesi kwa mtandao yameisha. Kwa hiyo tunategemea kesi zote zitakuwa mtu anakuja anasikilizwa kesi zake zote.